Mimi kama mwana kitongoji cha Mtakuja, kijiji cha Majengo, ulikuwa mwezi wa 7 mwaka jana, alikuja bwana mmoja mkandarasi aliyojitambulisha fundi wa umeme, lakini baada ya kufika kijijini hapa aliambatana na mtendaji wa kata na baadhi ya viongozi wa kata. Alipofika kijijini pale, kila mwananchi aliambiwa atoe fedha 35,000 kwa miaba ya kuingiziwa umeme. Lakini siku hiyo walituahidi ndani ya siku chache umeme utakuwa umefika, na walisema mtu ataochelewa kutoa fedha atakosa fursa hii kwa sababu ni adimu sana. Lakini kutoka mwezi wa 7 mpaka sasa hivi ninavyokuambia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna umeme wala changuzo wala dalili yoyote ile kutoka uchaguzi ulivyopita, na walituambia kabla uchaguzi hujafika umeme utakuwa umeshafika kitongoji cha Mtakuja. Lakini mtendaji wa kata tulimshirikisha jambo hili kwa muda mrefu, lakini naye majibu yake nadhani anayo, uzuri yuko hapa. Wananchi tunaomba majibu hayo kwa sababu tulishabebewa fedha zetu na mpaka leo hatujue hatima ya fedha zetu ziko wapi. Mtaalamu hatoki katika ofisi ya TANESCO, ni mtu tu binafsi ambaye ana ujuzi wa umeme na ana leseni kutoka EWURA kwa ajili ya kufanya kazi za umeme ambazo ni kazi za wiring na kazi nyingine ambazo zinahusisha na umeme, lakini sio kazi za ujenzi wa laini au kupeleka umeme katika kijiji au kitongoji. Kazi hizo hahusiki nazo. Alex Nyagawa alikuja katika kijiji changu na akaspecify kitongoji cha Mtakuja kwamba ni wakala wa umeme vijijini, yani LEA, ni mkandarasi. Alikuja na vithibitisho vyote akidai yeye ameagizwa na TANESCO kuja kutatua kero ya Mtakuja. Alikuja na barua ya mkurugenzi. Hiyo makaratasi ya dadangu. Ulichukua hatua gani kumthibitisha? Tukipokea barua ya mkurugenzi tunajua direct ametumwa, manake ilikuwa na muhuri wa mkurugenzi wa halmashauri. Ndio. Mkurugenzi yuko hapa. Kumthibitisha kwamba huyo mtu ana uwezo, kwanza utaratibu huo upo, ana uwezo, TANESCO tuambia kwamba utaratibu huo upo na huyo mtu ana uthibitisho, ana uwezo wa kufanya hivyo. Walikwambiaje? Walitujulisha kwa barua kwamba ana uthibitisho, ana uwezo wa kufanya hiyo kazi na kwa hiyo na barua. Sisi baada ya kupokea hiyo maelekezo kutoka TANESCO kwamba wanamtambua ana ujuzi huo, basi tulimwelekeza aende kijijini kwa ajili ya kuangalia hizo changamoto za wananchi, lakini sio kuchangisha. Swali lake ya kwako ambayo mtambui au tushike ya mtendaji na mkurugenzi? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, TANESCO huyo mtu ana leseni kutoka EWURA ambayo ndio inayomruhusu kufanya kazi za wiring. Maana sisi baada ya kupata hiyo kesi tulifuatilia na tukafahamu kwamba ni mtu fulani. Kwa huyo mtu hana barua ile ya uthibitisho kutoka TANESCO ya kufanya kazi za ujenzi wa line. Ana leseni ya EWURA. Nani mkweli, wewe au mkurugenzi? Dadangu, hizi fedha wananchi wamechangishwa? Ndio, walichangishwa. Fanyika mpaka leo. Ndio, na control number zilitumwa kutoka TANESCO. Baada ya changamoto kutokea, nikaenda ofisi ya TANESCO nikajiridhisha zile control number jamaa hakuingiza pesa, na huku kulikuwa kuna changamoto, anasema network anatumia mobile. Kwa hiyo huyo bwana yuko wapi? Anaitwa Bwana Alex Nyagawa. Hii ndio yuko wapi? Osidi. Kamanda wa polisi aliyeko hapa. Sasa huyu mtu hapa. Na kama ni utapeli, fedha zirudi, alafu hatua nyingine za kisheria zifuate.